Watu wote duniani wanapotaka kufanya mapinduzi ama mageuzi ya jambo fulani, kwanza uchunguzana kuona kama nira zao zinafungamana, lakini pili ujenga imani wao kwa wao kuaminiana kwanza, na tatu upanga vikao vya siri mara kwa mara ili kutimiza mpango wao, na mwisho kabisa ula kiapo cha pamoja ili kuhakikisha miongoni mwao hakuna mtu anayekiuka yale waliokubaliana. Naitwa Beatrice Josia Mwaipungu, karibu tujifunze na kuchambua mada mbalimbali ambazo mara nyingi nimekuwa nikifanya hivyo. Unaweza kunipata Instagram Beatrice Josia Mwaipungu, vivyo hivyo YouTube unaweza kutana video zangu nyingine ambazo tayari nimekwisha kuzifanya. Utasearch hapo Beatrice Josia Mwaipungu, lakini ukifika hapo sasa like, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kuona ninapoachilia video zangu mara kwa mara. Karibu sana. Leo tunakwenda kuchambua au kuliangalia swala la urafiki. Swala la urafiki. Nini tafsiri ya rafiki? Kwa tafsiri yangu mimi nitatafsiri. Kila mtu ana tafsiri yake katika swala la urafiki kulingana na vigezo vyake. Mimi pia nitatafsiri kulingana na vigezo vyangu. Kwangu mimi rafiki ni yule mtu ambaye anaweza kuwa upande wangu wakati wote. Nina furaha, nina huzuni, nimecheka, nimenuna, nimeanguka, nimesimama, yuko na mimi. Kwangu mimi ninamtafsiri kama rafiki. Lakini pia ni yule mtu ambaye anaweza kuwa upande wangu wakati ninapomhitaji. Huyo ni rafiki kwangu. Lakini pia tafsiri ya urafiki kwangu mimi ni yule mtu anayeweza kunichukulia vile nilivyo na asione kama ni kitu, na akawa mtu mwenye kunisaidia kunyanyuka. Hapendi kuniona niko chini, hapendi nikiona nalia, atafanya 1 2 3 kuhakikisha ninacheka. Huyo ni rafiki. Hiyo ni tafsiri ya rafiki kwangu mimi. Sijui wewe unatafsiri vipi? Na moja kwa moja tuanze kwa kuangalia, je, mimi na wewe tuulizane, je, kuna umuhimu kuwa na rafiki kwenye maisha yako? Jibu langu mimi ni ndio. Kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na rafiki kwenye maisha yako, au unakuwa na marafiki kwenye maisha yako. Unapotafuta kufanikiwa, moja kati ya mitaji unaotakiwa kuwa nao ni marafiki. Marafiki ni mtaji mkubwa sana katika swala zima la wewe kuweza kusogea ama kufikia malengo yako. Kwa hiyo marafiki ni watu wa msingi sana na wa muhimu sana kuwa nao katika maisha. Kwa hiyo mimi ninaona ni sawa na ni vizuri na ni muhimu kuwa na marafiki katika maisha yetu. Lakini kwa angalizo ni kwamba si kila mtu anaweza akawa rafiki yako. Si kila mtu unayekutana naye ama umefahamiana naye kwa muda mrefu basi ikawa ni kigezo cha yeye kuwa rafiki yako. Lazima umpime rafiki katika vigezo vya msingi sana. Tunapofika kwenye swala la urafiki ni swala very serious, sio kama tunavyolichukulia. Nataka kukushauri ama nataka uchukulie hivi. Watu wengi wanapokuwa katika mahusiano, anaweza kadate na mtu yoyote. Lakini inapofikia hatua anataka kuoa ama kuolewa, anachagua, ana vigezo anaviweka mezani kutafuta mke au mume. Hata kwenye swala la urafiki napenda na shauri iwe hivyo. Unapofika hatua unataka kuwa na rafiki, weka vigezo vyako, chagua, chunguza kama ambavyo unachunguza kutafuta mke au mume. Kwa sababu gani unafanya hivyo? Kwa sababu rafiki anaweza kubadili maisha yako kuwa mazuri, rafiki anaweza kubadili maisha yako kuwa mabovu. It means marafiki wanaweza kuamua juu ya maisha yetu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kulifuatilia kwa umakini sana. Nasema hivi, si kila mtu anaweza kuwa rafiki yako eti kwa sababu mmefahamiana tangu utotoni, mmekuwa wote kwa muda mrefu anaweza kuwa rafiki. Hapana. Wengine wanaweza kubaki kama watu mnaofahamiana tu ikatosha, lakini rafiki akawa mwingine. Na si lazima ukawa na marafiki wengi, ukawa na idadi nyingi kubwa ya marafiki. Unaweza ukawa na rafiki mmoja lakini akawa anajitosheleza katika vigezo vyako vyote, ukajenga imani naye, ukaona kabisa mnashabiana na ukaona kabisa ni mtu ambaye unaweza ukaubwaga moyo wako kwake na akaubeba kama amebeba yai. Anaweza kawa mmoja na akatosha kabisa. Haina sababu kuwa na kundi kubwa la marafiki. Ngoja nikusimulie kisa kimoja. Kuna siku moja nilikuwa natoka ofisini jioni mida ya saa 11 saa 12. Nilikuwa kwenye gari ya rafiki yangu, tuko kwenye foleni, gari inaenda taratibu.
Kwa sababu nilikuwa sina story na mwenzangu, kwa hiyo ni ile hali tu nimekaa tizama nje. Nikawa nimeona mabinti kwa muda mrefu kwa sababu tuko kwenye foleni na wao wanatembea kwa mguu upande wa kushoto. Kwa hiyo nikawa nimewatizama kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikawa naangalia tu. Ghafla nikaona mmoja kati ya wale wawili akawa amerudi kama hatua moja nyuma, akainama akachota mchanga, akafunga kwenye kanga yake kwa sababu alikuwa amevaa dera hivi amefunga na kanga hapa. Akafunga ule mchanga kwenye kanga yake. Nilistuka. Nikamstua mwenzangu nikamwambia, bwana, nimeona kitu yule binti amefanya. Lakini moja kwa moja nilitaka kuamini wale ni watu ambao wanafahamiana vizuri. Nataka kukwambia nini? Mtu mwenye kukuumiza ni yule mwenye kukufahamu wewe vizuri. Mtu asiye kufahamu hawezi kukuumiza. Waswahili tunasema mtu mwenye kukujua kindakindaki ndo anaweza kukuumiza. Mtu mwenye kufahamu kila kitu chako ndio anaweza kukuumiza kwa sababu anajua wapi pa kukugusa. Kwa hiyo nataka tuwe makini katika swala la kuchagua marafiki kwa sababu marafiki wanaweza kuamua juu ya maisha yetu. Marafiki wanaweza kutufanya tuendelee, marafiki wanaweza kutufanya tushuke. Kwa hiyo ni jambo la msingi na la kuzingatia sana katika swala zima la urafiki. Moja kwa moja tuangalie sifa za rafiki mzuri ama rafiki mwema. Lakini kabla tujaziangalia sifa, na wewe mwenyewe jiulize, wewe ni rafiki mzuri? Wewe ni rafiki mwema? Je, mwingine anaweza kukuamini? Maana usitaki tu kujua sifa ili na wewe uanze sasa kuangalia wenzio. Vipi yule katika hizi sifa yupo? Na wewe pia lazima ujichunguze. Unafaa mwingine kuwa rafiki yako wewe? Yaani mwingine anaweza kuwa rafiki yako, anaweza kukufanya wewe kuwa rafiki, na wewe pia lazima uwe mwenye kujichunguza na kujikagua. Nitakupa sifa 4 za rafiki mzuri zangu mimi, jamani, zangu mimi na maoni yangu mimi. Nitakupa sifa 4 za rafiki mzuri. Kwanza, sifa moja ya rafiki mzuri na wa kweli ni yule mwenye kujali na kuwa upande wako wakati wote. Kwa mfano, umepata ajali. Baada ya kupata ajali ukapiga simu kwa rafiki yako wa kwanza. Rafiki yako huyo, "Alo, nimepata ajali bwana." Rafiki huyo ataanza kutiririsha maswali. "Umepata ajali? Imekuaje? Hiyo ajali imetokeaje? Chanzo ni nini? Umevunjika? Jamani, pole, kwa sasa ikawaje mpaka hiyo ajali ikatokea? Na imani hujaumia sana eti Pole sana." Ukapiga simu kwa rafiki wa pili. "Bwana, nimepata ajali." "Umepata ajali? Uko wapi?" Rafiki mwenye kutaka kujua uko wapi ndo swali lake la kwanza, kisha akakata simu akakwambia nakuja. Mimi nasema huyo ni rafiki mzuri. Mimi nasema huyo ni rafiki wa kweli. Rafiki mwenye kuhoji tu mwisho wa siku nothing, mimi sioni kama ni rafiki mzuri. Lakini rafiki mzuri ni yule mwenye kuwa upande wako wakati wote. Ametaka kujua uko wapi, kisha akanyanyua miguu yake na kuja ulipo. Rafiki mwenye kuwa upande wako wakati wote, huyo ndio rafiki mzuri. Maneno pasipo vitendo haina maana. Umeniuliza maswali, after maswali, what next? Lakini rafiki mzuri ni yule yuko hapo ulipo wakati wote. Mimi nadhani huyo ndio rafiki mzuri. Sifa ya pili ya rafiki mzuri ama rafiki wa kweli ni yule mwenye kukusikiliza. Binadamu wote tunapenda kusikilizwa. Hakuna mtu mwenye hapendi kusikilizwa. Kuna marafiki wengine unakuwa nao, wanapenda wao uwasikilize tu. Uwasikilize wao tu kila siku. Waongee wao tu kila siku. Wewe ndio uwe msikilizaji. Lakini siku ukitaka na wewe wakusikiliza hawako tayari. Huyo sio rafiki mzuri. Rafiki mzuri ni yule mwenye kukupa nafasi kusikia na wewe unasema nini. Tena utaona hata wakati unazungumza anact vipi. Rafiki unayezungumza naye, "Bwana, unajua vipi? Okay. Basi sawa. Hamna shida." Hatumii hata uso wake hata macho yake kukutazama usoni. Hii kukuonyesha kwamba yuko makini anakufuatilia. Huyo sio rafiki mzuri. Rafiki mzuri ni yule mwenye kukupa muda na yeye akakusikiliza. It means anaamini pia katika wewe.
Sio kila siku aongee yeye tu, hapana. Kwa hiyo point ya pili kwangu mimi, rafiki mzuri ni yule mwenye kukusikiliza, tena hata baada ya maelezo yako akaweza kukuhoji maswali. Huyo ni rafiki mzuri. Point yangu ya tatu, sifa za rafiki mzuri ama rafiki mwema, ni yule rafiki mwenye kukuchukulia. Rafiki mwenye kukuchukulia. Jamani, tunapofika kwenye swala la urafiki, hatutafuti watu tunaofanana nao. Binadamu huwa hatufanani. Kwa hiyo usitafuti rafiki mnaofanana, ila tafuta rafiki ambao mnashahabiana. Kwa sababu hata wanandoa wenyewe hawafanani. Hata walipochukuana ili waoane, sio kwamba walikuwa wanatafutana wanaofanana. Hakuna watu wanaofanana, hakuna binadamu wanaofanana. Ila at least wanatafutana watu ambao wanashahabiana, hawakinzani sana. Rafiki ambaye mnashahabiana mawazo, kauli zenu zinashahabiana, mtazamo wenu inashahabiana, huyo ni rafiki ambaye mnaweza mkakaa meza moja mkapanga jambo na likaenda. Kwa hiyo point yangu ya tatu ya rafiki mzuri ama rafiki mwema ni rafiki ambaye anaweza kukuchukulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu binadamu hatufanani. Una udhaifu wako, ana udhaifu wake. Lakini je, anaweza kukuchukulia the way ulivyo? Na akaenda na wewe hivyo ulivyo, na asione kitu vile ulivyo, hata kama ni mtu mwenye tabia zako fulani, lakini akazichukulia. Huyo ndio rafiki mzuri. Sio kwamba yani kila ulichonacho yeye hapendi. Huyo sio rafiki mzuri. Lakini rafiki mwenye kuelewa kwamba wewe ni binadamu na una mapungufu yako, akakuchukulia na akayatunza. Taratibu akaenda na wewe, akaishi na wewe. Pia labda akachukua muda wake kuhakikisha kwamba unabadilika katika kile anachokiona kwamba si sahihi. Huyo ndio rafiki mzuri. Kwa hiyo rafiki mzuri ni yule mwenye kukuchukulia. Lakini point yangu ya mwisho ya rafiki mzuri ama rafiki mwema ni rafiki ambaye anaweza kukwambia ukweli. Rafiki ambaye anaweza kukwambia ukweli. Tena ukweli usioutaka wewe, bali ukweli unaostahili kusikia. Unajua, tunaposema swala la rafiki mwenye kukwambia ukweli, sio tu kuambiwa lile jambo ambalo unapenda kulisikia. Hapana. Rafiki mwenye kukwambia ukweli au rafiki mzuri ni yule mwenye kusema ukweli hata katika yale ambayo hupendi kuyasikia. Lakini kama ni ukweli, rafiki huyo akawa radhi kunyanyua kinywa chake na kukwambia, huyo ni rafiki mzuri. Marafiki wengi huwa tunapenda kuambiwa yale tunayoyapenda, kuambiwa yale ambayo tunayapendelea. Hatupendi kuambiwa vile ambavyo vinaumiza. Hatupendi kuambiwa vile tusivyovipenda. Lakini kama ndo ukweli, lakini wewe huupendi, lakini huo ndo ukweli, unapaswa kuambiwa. Na rafiki mwenye kukupenda atakwambia. Na kama akiona kukuambia ndiko kuliko na msaada, huyo ndio rafiki mzuri. Kwa hiyo rafiki mzuri ni mwenye kukwambia ukweli, sio kwa sababu tu unapenda ama upendi, lakini kama ndio jambo zuri na ndio lenyewe na akawa tayari kukwambia, huyo ni rafiki mzuri. Unajua marafiki wengi ni wanafiki. Yaani wewe upendeze, atakwambia umependeza. Usipendeze, atakwambia umependeza. Hasa kabisa wakina dada jamani. Yaani unajua kuna wasichana mwenzao anatokea kwenye uso wao kabisa, labda poda imezidi. Jamani shosti umependeza. Yaani siku hizi ni nini? Shosti umedamshi. Yaani umedamshi shoga yangu. Wakati dada wa watu pengine ni kicheko, ni kituko. Rafiki mzuri ni yule mwenye kukwambia ukweli. Shoga yangu, poda imezidi, hebu punguza kidogo. Huyo ndo rafiki mzuri. Rafiki mnafiki ni hili ya mchawi. Kwa hiyo rafiki mzuri ni yule mwenye kukwambia ukweli ambao haijalishi ukweli unaoumiza, ukweli unaopenda, lakini kama ndio ukweli huo, basi rafiki akawa tayari kukwambia huo ukweli. Mimi nadhani huyo ni rafiki mzuri. Kwa hiyo ningependa tu kukushauri ya kwamba tunapofikia kwenye swala la kutafuta marafiki, tuwe watu wa makini sana kutafuta marafiki.
Tuwe watu wenye kuchunguza sana kutafuta marafiki. Unaweza ukawa na rafiki mmoja lakini akawa anajitosheleza kabisa kwako na akafanyika kama jeshi tu la mtu mmoja na akatosha kabisa kwenye maisha yako. Haina haja ya kuwa na idadi kubwa ya marafiki. Kwa hiyo unatafuta rafiki ambaye at least mnakinzana. Mnajua at least mnashabiana. Ukiwa na rafiki ambaye mnakinzana, sio rahisi sana wewe kufanikiwa. Yaani hamwezi mkapanga jambo likafanikiwa. Na sio tu jambo la pamoja, hata jambo lako wewe binafsi ukataka kulipanga na kuliendea. Kama hakuna rafiki ambaye mnashabiana mawazo, kauli zenu zinafanana, sio rahisi wewe kupiga hatua kwa sababu si ndio mtu ambao uko naye karibu. Anaweza kukuvuta nyuma na anaweza kukusogeza mbele. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuzingatia katika swala zima la urafiki. Kuna siku fulani nilikutana na mdada fulani, hatujaonana muda mrefu sana, tukaja kuonana. Baada ya kuonana, tulikuwa tunafahamiana. Baada ya kuonana sehemu hiyo, kumbe huko, basi tukawa tunawasiliana. Kuna siku moja akaniomba kitu ambacho mimi nakitumia. Baada ya kuniomba nikamwambia sina. Kiukweli sio kwa sababu nilikuwa sina, nilikuwa nacho, lakini hiyo tabia aliyokuwa anaileta mimi sio tabia yangu. Ni tabia ya kuazimana, changu kavae. Mimi sisemi kama ni tabia mbaya, no, ila mimi hapa sina. Lakini niliona baada ya kumjibu vile, tangu hapo mimi na yeye hatukuwahi kuwasiliana tena. Vile ambavyo ilikuwa haikuwa tena. Kwangu mimi sio kesi. Kwa vile vitu ambavyo mimi nimejiwekea, nina mipaka navyo, nitahitaji hata wewe kama ni rafiki yangu ukae katika hiyo mipaka. Kwa kuwa nina mipaka yangu na mipaka yangu wewe huipendi, it's okay, you just go. Mimi sina shida. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mipaka pia katika swala zima la nini? La urafiki. Basi ni hayo tu ambayo nilikuwa nimependa kushirikiana na wewe leo. Karibu tena siku nyingine mpaka nitakapokuletea mada nyingine tena. Karibu sana, usisahau napatikana Instagram Beatrice Jusia Mwaipungu, YouTube pia Beatrice Jusia Mwaipungu, usisahau subscribe. See you.